Katika historia ya bara la Afrika, kuna majina ambayo hayawezi kufutika kirahisi katika kumbukumbu za watu, na miongoni mwa majina hayo ni Steve Biko, kijana jasiri aliyesimama kidete kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid uliowagawa watu kwa misingi ya rangi nchini Afrika Kusini. Ingawa maisha yake yalikatishwa hafla mwaka 1977, mawazo yake yaliendelea kuishi na kuwa silaha muhimu katika harakati za ukombozi. Steve Bantu Biko alizaliwa tarehe 18 Disemba mwaka 1946 katika eneo la Tylerden, Eastern Cape, Afrika Kusini. Alikulia katika kipindi ambacho serikali ya wazungu ilikuwa imejenga mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid uliowatenga Waafrika weusi na kuwanyima haki nyingi za kimsingi. Tangu akiwa mdogo, Steve Biko alishuhudia tofauti kubwa kati ya maisha ya wazungu na ya watu weusi. Wakati wazungu walikuwa na shule bora, huduma nzuri za afya na fursa nyingi za maendeleo, huku Waafrika weusi walikabiliwa na umaskini, ubaguzi na ukandamizaji wa kila aina. Hali hiyo ilimjengea kiu ya kutafuta haki, kama msemo wa Kiswahili usemavyo, mchelea mwana kulia ulia yeye. Biko aliamua kutoka kimya wakati jamii yake ikiteseka. Steve Biko alianza elimu yake ya msingi katika shule ya Charles Morgan Higher Primary School huko Giesenberg. Baadaye alihamia Forbes Grant Secondary School huko King Williamstown kwa elimu ya sekondari ya awali. Baadaye aliendelea katika Lovedale College, lakini alifukuzwa kutokana na tuhuma za kuhusishwa na shughuli za kisiasa. Kisha alisoma katika St. Francis College ambako alihitimu masomo yake ya sekondari mwaka 1965 kabla ya kujiunga na University of Natal Medical School kusomea udaktari. Huko ndiko alipoanza kujihusisha kwa nguvu na harakati za kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi wa apartheid. Akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu, aliona kuwa hata ndani ya vyama vya wanafunzi kulikuwa na ubaguzi uliowafanya wanafunzi weusi kutokuwa na sauti ya kutosha. Kutokana na hali hiyo, mwaka 1969 alianzisha South African Student Organization SASO, shirika la wanafunzi weusi lililolenga kuhamasisha umoja wa kujitambua kwa Waafrika weusi. Hatua hiyo ndiyo iliyokuwa mbegu ya vuguvugu kubwa lililokuja kujulikana kama Black Consciousness Movement, BCM, au harakati za utambuzi wa weusi. Steve Biko aliamini kuwa ukombozi wa kweli hauanzi kwa kuondoa minyororo ya mikononi, bali kwa kuondoa minyororo iliyofungwa akilini. Kupitia Black Consciousness Movement, aliwahimiza Waafrika weusi kujivunia utambulisho wao, tamaduni zao na uwezo wao. Alisisitiza kuwa mfumo wa ubaguzi wa rangi haukuwa unawatenga watu kimwili tu, bali ulikuwa umejaribu kuwafanya wajione duni pia. Kwa Biko, mapambano ya kwanza yalikuwa ya kisaikolojia. Alitaka Waafrika weusi wajiamini tena na kutambua kuwa walikuwa na thamani sawa na binadamu wengine wote. Kauli zake zilienea kwa kasi miongoni mwa vijana, wanafunzi na wafanyakazi pia. Kama moto wa nyika, mawazo yake yalivuka mipaka ya vyuo na kufika katika kila kona ya Afrika Kusini. Lakini kadri ushawishi wa Steve Biko ulivyoongezeka, ndivyo serikali ya apartheid ilivyoanza kumwona kama adui mkubwa. Mnamo mwaka 1973, serikali ilimwekea kile kilichoitwa banning order. Chini ya amri hiyo, alikatazwa kuhutubia mikutano ya hadhara, kuandika kwa ajili ya kuchapishwa, kushiriki shughuli za kisiasa na hata kusafiri bila ruhusa. Hapo ndipo serikali ilijaribu kumkata ulimi ili sauti yake isisikike tena. Lakini historia imeonyesha kuwa mawazo hayawezi kufungwa gerezani. Ingawa alinyimwa uhuru wa kuzungumza hadharani, ujumbe wake uliendelea kuishi kupitia wale aliowahamasisha. Mwezi Agosti mwaka 1977, Steve Biko alikamatwa na polisi wa Afrika Kusini. Akiwa mahabusu, alipigwa na kupata majeraha makubwa kichwani. Licha ya hali yake kuwa mbaya, alinyimwa matibabu ya haraka. Baadaye, baada ya siku 25 akiwa chini ya ulinzi wa polisi, alifariki dunia tarehe 12 Septemba mwaka 1977 kutokana na uharibifu mkubwa wa ubongo uliosababishwa na majeraha aliyoyapata akiwa kizuizini. Wakati wa kifo chake alikuwa amefungwa pingu na alikuwa katika hali ya kudhalilishwa. Aliacha mjane pamoja na watoto wawili wadogo. Habari za kifo chake zilienea haraka duniani kote na kuzua mshtuko mkubwa. Watu wengi waliona kuwa kifo hicho hakikuwa cha kawaida, bali kilitokana na ukatili wa mfumo wa apartheid.
Kifo cha Steve Biko kiligeuka kuwa mwiba mkubwa wa serikali ya Afrika ya Kusini. Mashirika ya haki za binadamu, viongozi wa kisiasa na mataifa mbalimbali yalilaani tukio hilo, huku Umoja wa Mataifa uliweka vikwazo vya silaha dhidi ya Afrika ya Kusini kutokana na sera zake za ubaguzi wa rangi. Wakati serikali ilipodhani kuwa imeumiza moto kwa kumwondoa Biko, ukweli ni kwamba ilichochea moto huo kuwaka zaidi. Jina lake likawa alama ya mapambano dhidi ya apartheid duniani kote. Waswahili husema damu ya mtu haipotei bure. Basi kifo cha Steve Bantu Biko kiliongeza nguvu katika harakati za kudai uhuru na usawa. Baada ya kifo chenye utata cha mwanaharakati mashuhuri Steve Biko, ndipo mwaka 1977 uchunguzi rasmi wa serikali ulifanyika kuhusu kifo chake. Lakini hakuna mtu aliyepatikana na hatia. Hata hivyo, miaka 20 baadaye, mwaka 1997, polisi 5 wa zamani walikiri kuhusika katika matukio yaliyopelekea kifo chake. Kukiri huko kulithibitisha kuwa kile ambacho wengi walikuwa wakikihisi kwa muda mrefu kuhusu mazingira ya kifo chake. Ingawa haki kamili haikupatikana kwa namna ambayo wengi walitarajia, ukweli uliendelea kujitokeza hatua kwa hatua. Leo hii, Steve Biko anatambuliwa kama mmoja wa mashujaa wakubwa wa Afrika Kusini na bara la Afrika kwa ujumla. Shule, taasisi, barabara na kumbukumbu mbalimbali zimepewa jina lake ili kuenzi mchango wake. Zaidi ya hayo, falsafa yake ya kujitambua na kujithamini bado inafundishwa katika sehemu mbalimbali duniani. Mawazo yake yanaendelea kuwahamasisha watu wanaopambana dhidi ya ubaguzi, ukandamizaji na aina zote za dhuluma. Miaka mingi baada ya kifo chake, Steve Biko bado anabaki kuwa sauti inayokumbusha duniani kuwa haki, usawa na utu wa binadamu ni mambo yasiyopaswa kunyimwa mtu yoyote. Maisha ya Steve Biko bado yanatufundisha kuwa mtu mmoja anaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Alisimama imara wakati wengi walipokuwa na hofu, akaongea wakati wengi walinyamazishwa, na akapigania haki hata pale ambapo kufanya hivyo kulihatarisha maisha yake. Kwa hakika shujaa hufa, lakini matendo yake yanaishi. Mwili wake uliondoka duniani mwaka 1977, lakini fikra zake bado zinaendelea kuishi, zikitoa mwanga kwa vizazi vya leo na vijavyo katika safari ya kutafuta haki na usawa. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Amina Jamal, na hii ni Makini TV.